Ni Yesu mwenyewe ndiye anakubali hiyo mambo ifanyike. Ako na mamlaka mbinguni na duniani. Bible inasema his name is power. The name of the Lord Jesus is power. He has authority in heaven and on earth. Na ndiye aliambia wanafunzi wake, go now to all the world, make disciples of all the nations. All power in heaven and on earth is given unto me. Sasa hii ameanza kuexercise hiyo power. Ndiye anaachilia hii mapigo. Alipofungua hiyo silo ya tatu, Yohana akaona kumetokea a black horse. Kumetokea a black horse, nyekundu nyeusi. Kumetokea farasi nyeusi, ndio huyo ametokea, na mwenye ameikalia amebeba scale, amebeba weighing balance, amebeba ratili ya kupimia katika mikono yake. Hii inaonyesha nini? Ratili ya kupimia inaonyesha a lot of negative happenings, a lot of negative things that will happen from that time. Na jambo moja ambalo ni wazi litatendeka wakati ule ni ya kwamba kutakuwa na njaa nyingi sana katika ufalme wa mpinga Kristo. Katika ufalme wa huyu mnyama kutakuwa na njaa nyingi sana. Juu anaambiwa upime, anaambiwa a quarter of wheat for a day's wages. Anaambiwa 3 quarts of barley for a day's wages. Hiyo ni kumaanisha nini? Mshahara wa siku moja utakuwa unatosha chakula ya siku hiyo tu. Ukifanya kazi the whole day, ile pesa unapata inakusaidia kukula tu siku hiyo. Kutakuwa na njaa. Ukikosa kibarua siku moja, siku hiyo ukuli. Ukikosa kibarua siku mbili, hizo siku mbili ya ukuli. Njoo ile siku unapata kibarua, unafanya kazi na unaweza kula tu chakula ya siku hiyo. Hiyo ni kuonyesha the gap between the poor and the rich will be much more wider. Wacha vile tu saa hii watu wanasema katika mataifa mbalimbali ya kwamba kwetu the gap between the rich and the poor is so wide. Maskini sana, matajiri sana. Siku hiyo ndio itakuwa hivyo. Na ni kwa nini tunajua ya kwamba maskini watakuwa wengi na pia matajiri watakuwa? Ni kwa sababu anaambiwa hapa mwisho, anaambiwa and do not damage the oil and the wine, and do not damage the oil and the wine. Maana yake kutakuwa na matajiri. Kuna wale watakuwa na uwezo mkubwa wa kujiburudisha na kukula vile wanataka na kunywa vile wanataka, lakini maskini nao wataumia, wataangamia, mateso itakuwa mengi sana. Mungu atusaidie. Shida nyingine itakuwa ya kwamba legal matters will not be addressed the way they should. Watu watafinyiliwa, hakuna haki itakuwa kwa makoti, watu watafinyiliwa sana. Lakini yote, hata hiyo scale ambayo inazungumziwa bado inaongea about the legal matters between God and Israel. Saa hiyo ndio Israeli wataanza kupima, na ndio wataanza kuona vile walikataa Mungu na vile Mungu aliwapenda na vile Mungu aliwahurumia na vile wao walifanya mioyo migumu, vile walikataa kuokoka, vile walikataa kuamini mwana wake. Hiyo scale pia inamaanisha Waisraeli wataanza kujirundia, wataanza kuona makosa yao. Praise the name of the Lord. Unaweza pia kusoma Hosea chapter 4 verse 1 to 3 uone vile kutakuwa. Verse 3 anasema, because of this the land moves and all who live in it waste away. The beasts of the field and the birds of the air and the fish of the sea are dying. Vitu vinaangamia. Vitu hata ndege wanakufa. Ndege wangani wanakufa. Fish, samaki baharini wanakufa. Wanyama porini wanakufa. Watu wanakufa juu ya njaa. Kutakuwa na vituko vingi sana, hata Hosea aliona. Katika mstari wa 7 na wa 8, Bible inasema, when the Lamb opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, come. I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and hence was following close behind it. They were given power over fourth of the earth to kill by sword, famine, and plague, and by the wild beast of the earth. Vituko sasa vimeendelea, vita vimeendelea duniani, watu wameendelea kuangamia. Bible inasema Yesu ambaye ni mwana kondoo alipotoa muhuri wa 4, yule
anayeishi, kiumbe kilicho hai cha nne kikasema kuja. Kukatokea farasi mwingine. Huyu alikuwa farasi wa kijivu kijivu, pale color, rangi ya kijivu kijivu. Akatokea na alikuwa na njina. Wale wengine wote wako na majina, huyu ako na njina. Bali inasema na njina lake anaitwa Kifo. Farasi kijivu kijivu, mwenye anaendesha ako na jina anaitwa Kifo. Anaitwa Kifo. Na kusimuni, hence kusimu, kuna mfuata nyuma pole pole. Na huyu mwenye anaitwa Kifo akapewa mamlaka, akapewa nguvu ya kuua a quarter of everything in the heart. A quarter. Na ataua kwa njia gani? Kwa upanga, kwa njaa na kwa magonjwa mbalimbali. Na ataua pia wanyama, si watu peke yake. Mapigo itakuwa kali. Kanisa likiondolewa duniani, kanisa likichukuliwa na Yesu, kanisa likienda, mapigo itakuwa kali. Na tunaona sasa Kifo amekuja. Na Kifo amekuja amekalia farasi ya kijivu, na ameambiwa ua a quarter. By the way, nikwambie, the seals in judgment are called quarter judgment. Sinaenda sikimaliza quarter. Tukitoka kwa hizi tunaona zingine zinaitwa the trumpet judgment, tarumbeta, hukumu za tarumbeta. Hizo zitaua kiwango kingine, lakini tutakuja tuone zingine zinaitwa bakuli ama the bowls judgment. Hizo zitaua 100%. Kwa hivyo tunaona Mungu analeta judgment. Yesu analeta judgment kwa kiwango. Saa hii ni mwanzo, bado itakuja kuwa ile kali. Sasa huyu ambaye anaitwa Kifo akaruhusiwa kuua, akaua na ataua watu. Kuota ya kitu chochote ambacho kiko hai kitauliwa, kitaangamizwa, na hii itakuwa ajabu sana na itakuwa ya kutisha. Ukisoma Isaia 28 kuanzia mstari wa 15 itakusaidia kuelewa hii sahihi, na usome hiyo ndugu yangu. Death and hell will be given power over a fourth of the earth to kill millions of people. Saa hii tunapoongea corona imeua watu karibu milioni kadhaa, lakini wakati ule a quarter of the population watakufa, a quarter of the beast watakufa, a quarter of the fish in the waters watakufa, a quarter of the birds in the air watakufa. Kutakuwa na kilio, kutakuwa na maangamizi. 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of his power. That is what will happen in those days. Mungu atusaidie sana. Yohana alipokuwa anaangalia tu verse 9 of chapter 6, verse 9 to 11. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. They called out in a loud voice, "How long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?" Then each of them was given a white robe. They were told to wait a little longer until the number of other fellow servants and brothers who were to be killed as they had been was completed. Hapa tunaona Yesu alipofungua muhuri wa 5. Yohana aliweza kuona watu wamejificha chini ya madhabahu. Aliona watu wamejificha under the altar, chini ya madhabahu. Wamejificha hapo chini. Na Yohana akauliza, akasikia wanalia, akasikia wanaomboleza. Wanauliza, ni mpaka lini Mungu utulipizie kizazi kwa wale wanatuua? Inaonekana hawa watu si kanisa, kwa sababu kanisa ilichukuliwa, itakuwa imechukuliwa miaka karibu 3 na kitu hapo mbeleni. Hawa watu wanalia, wanasema tulipizie. Ni mpaka lini tulipizie? Tunajua si kanisa, kwa sababu wakati wa kanisa hatuombi kulipiziwa. Saa hii
kanisa tunasema Mungu wasamehe. Tunasema Mungu wasamehe. Yesu alipouliwa msalabani alisema Yesu wasamehe. Stefano alipouliwa na mawe na Wayahudi wenzake, ni wakati wa kanisa alisema wasamehe, hawajui walifanyalo. Kanisa tunasema wasamehe. Lakini wakati wa sheria ilikuwa kulipisha, na wakati wa juma la mwisho, wakati wa tribulation, sheria itakuwa imerudi, na kwa hiyo wale watauliwa hapo katikati, na wengine wanamkana mnyama, wanakataa alama ya mnyama, watakuwa wananyongwa, watakuwa wanauliwa, na hawa juu wamerudi katika hali ya sheria, ndio wataweza kulia wakisema utulipishie kizazi kwa wale wanatuangamiza. Na ndio sasa tunasikia wanaambiwa ngojeni muda kidogo mpaka mlipiziwe kizazi, mpaka wengine wale wanastahili kuuliwa kama nyinyi wauliwe, ndio sasa muweze kuhudumiwa pamoja. Lakini tunaona katika mstari wa 11 inasema each of them was given a white robe and they were told to wait. Hiyo ni kuonyesha walifarijiwa pamoja na kuwa katika ile mateso na kuwa wameuliwa kwa sababu ya kukataa kufuata kazi za Shetani na mpinga Kristo. Biblia inasema walifarijiwa, walitiwa moyo na wakaambiwa waendelee kungoja. Biblia inasema katika mstari wa 12, I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair. The whole moon turned blood red, and the stars in the sky fell onto the earth as lay 4 feet dropped from a fig tree when shaken by a strong wind. Sikia vile nyota walianguka kama vile fig tree ikitingizwa na upepo mkali. Nyota zikianguka. The sky receded like a scroll. Mbingu ikajikunja kama tu karatasi. Roaring up, and every mountain and highland was removed from its place. Mount Kenya inaama, Kilimanjaro inaama, ili ingine inaama mahali pake. Then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and every slave and every free man hid in the caves and among the rocks of the mountains. They called to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of the Lord has come, and who can stand? The sixth seal. Ilipofunguliwa maajabu ilitokea. Dunia ilitingizika. Earthquake hili haijawahi kuonekana tena, lilionekana. Jua likawa halina nuru tena, jua likawa sasa ni giza. Mwezi ukawa mwekundu kama damu. Nyota zikaanza kuanguka kama mbegu za miti wakati wa upepo mkali. Biblia inasema ya kwamba wafalme wote na viongozi wote na generals wote na wale watu wakubwa na matajiri na watu wenye nguvu, hata wale wamefungwa na wale wako huru, wote wakakimbia kujificha. Siku inakuja hata wafalme wanajificha. Siku inakuja hata viongozi watajificha. Samani kidogo, rasti hale nesia. Magonjwa, mtu alikuwa anashikwa na ugonjwa, kama akona pesa kidogo anachukua ndege anaenda ng'ambo, anaenda kutibiwa huko. Mtu akishikwa na koo kidogo, mtu akigongwa pua kidogo, mtu akiumia kidogo kidole, bandala ya kuenda hospitali ya nchini kwao, anasema nchi fulani ndio inatibu vizuri, nchi fulani ndio inatibu vizuri. Lakini Biblia inasema sixth seal ikifunguliwa, dunia itingizwe hivi, nyota zianze kuanguka. Hakuna mtu atastahimili, na hakuna taifa litakuwa na nguvu. Hakuna mfalme ataokoa mwingine. Hakuna mtu atasema njoni kwangu kuna usalama. Biblia inasema ya kwamba wafalme wote, viongozi wote, majemedari wa vita, wenye mamlaka, wasio na mamlaka, mabusu na wale wanawafungia, Biblia inasema wote watakimbilia milimani kutafuta makevu, kutafuta mashimo, ndio wajifiche pale, ndio ile shida itakuwa. Na Biblia inasema wataanza kuulizana, nyinyi milima tuangukieni tukufe, maana hatuna nguvu ya kustahimili aketie juu sana.
Yesu ako juu mbinguni, tuko na kanisa pale, tunakula kule mbinguni, tunakula harusi ya mwana kondoo, tunavalizwa mavazi meupe, na nguvu ya Yesu inasikika duniani mpaka wanasema hatutaweza tena kustahimili hasira ya aliye juu sana, aliye mwana kondoo, hatutaweza. Hiyo siku kubwa yenye hasira ya mwana kondoo hatutaweza kustahimili. Sasa wanasema Bwana, tuondolee hiyo siku, hatutaki kuona hiyo siku. Nataka kukuambia kwamba hiyo siku itakuwa hivyo, na inakuja msikizaji, inakuja mtazamaji, inakuja. Kabla haijakuja, okoka leo. Kabla haijakuja, kubali wokovu wa Yesu, kubali msamaha wa Yesu, kubali kukaa na Yesu, kubali kuacha dhambi, utembee na Yesu, uamini Yesu, upone, uokolewe. Ndiyo Yesu atakapokuja kuchukua kanisa, tuwe na yeye kule mbinguni, wengine wakiangamia huku duniani. Tunaporuka tunaenda chapter 8 ya Revelation, tunaona the seventh seal ambayo ndiyo ya mwisho kwa hizi seals. Biblia inasema chapter 8 verse 1, when he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. When he opened the seventh seal, there was a silence in heaven for about that minute. Hiyo ni kumaanisha nini? Hata mbinguni, pamoja na mambo yote yanafanyika, na haya mambo yote yanafanyika, na vile tunatazama tukiwa na Yesu mbinguni, kule kunafanyika mbinguni, kule vile kunafanyika duniani, na tunaona vile vituko vinaendelea. Hata Yesu mwenyewe anataka hata wateule walio naye, hata na wao wakuwe na pause, waone vile kutaendelea kutoka hapo. Anataka kuchange style, anataka kuondoka katika hii judgment ya seals, aingie katika judgment ya trumpet. Sasa anaweka pause, kunakuwa na worship ya silence, kunakuwa na silence service. Hata leo hii ni vizuri unapoomba, unapoimba, unaporukaruka, unapofanya nini, ni vizuri hata saa nyingine kuwa na moment of silence before God. Ni vizuri hata kunyamaza kimya mbele ya Mungu na kutaka kusikia Mungu anakuambia nini. Saa nyingine tunaongea too much, tunamwambia Mungu fanya hii, Mungu kuja, Mungu tunakuhitaji, Mungu tunakupenda, tunakosa kumusikiza yeye naye ako na nini na yapi kwetu. Ni vizuri tuwe na a moment of silence. Kwa hivyo kuna hiyo service inaitwa silence service, hata kutumikia Mungu kwa kunyamaza mbele zake na kumsikiza. Itafanyika mbinguni for that minute. Kila kitu kitanyamaza mbinguni, na hata hapa duniani ile mapigo sasa itanyamaza for that minute, na hiyo tu it is a pause. Ndio sasa iingie kwa seal, kwa trumpet. Malaika akipiga tarumbeta itafanyika nini? Next time ukuwe pamoja nami katika mtandao huu, ndio ujue trumpet, tarumbeta. Malaika 7 watasimama, na kila malaika atakuwa na tarumbeta yake. Akipiga tarumbeta kunafanyika nini duniani? Tuwe pamoja na wewe ndio ujue kitakachoendelea. Mungu akubariki sana.